Wafuatiliaji wa Red Pro Media, huu ni wakati mwingine mzuri sana ambao tumekutana katika vipindi vyetu. Nikiri waziwazi kwamba kidogo tulikuwa tupo slow siku hizi 2-3 kutokana na prokusheni za maisha, lakini tumerudi tena kwa kasi vizuri zaidi. Bana, yapo mengi sana ambayo yanazidi kutokea. Muuza mayai pamoja na msambazaji wa pizza ambao saizi ni viongozi wa nchi, mmoja ni kiongozi wa Rwanda na mwingine ni kiongozi wa Kongo. Haya majina tumekuja kuyapata kwa mujibu wa interview ambayo imefanyika na Kagame akizungumzia historia mwenzie wa DRC Felix Tshisekedi, maisha ambayo alikuwa nayo kabla hajakuwa rais. Kwa hiyo kapelekea pia kwamba na watu nao pia wakaenda mbali kwa ajili ya kuangalia maisha ambayo alikuwa nayo Kagame. Muuza mayai pamoja na msambazaji wa pizza wamekutana Doha kwa ajili ya mazungumzo, na mazungumzo yamekuwa marefu sana. Ndio kwa maana nikasema kwamba nije nimtafute my brother kwenye simu hivi kwamba atupatie ufafanuzi wa maswali mengi ambayo tunayo. Brother, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Unaona wale wauza mayai pamoja na msambazaji wa pizza wamekutana? Wenyewe ni lazima kutanane kwa sababu unajua kwenye siasa, yani tunasemaga siasa inakuwa dynamic. Yes. Kwa hivyo siasa huwa inabadilika muda kwa muda, dakika kwa dakika, saa kwa saa. So libidi kutanane. Swali ambalo limekuwa ni la kwanza ambalo nataka kuuliza, kwa nini Felix Tshisekedi alionyesha kupuuzia sana vikao ambavyo vilikuwa vinaendelea ndani ya Afrika, East Africa, sijui SADC, sijui akina nani waliratibu sana vikao vya kuwakutanisha Kagame pamoja na Felix Tshisekedi, lakini Tshisekedi alionekana aiza kupuuzia katika namna moja au nyingine. Kwa nini ili swala la huko Uarabuni ndo ameona kwamba aende kukutana na huyu mtu na sio Afrika kama vile walivyokuwa wanataka kuwakutanisha? Hii inatupatia picha gani? Ndugu mtangazaji, asante sana kwa swali ambalo unaliuliza. Kwanza kabla hujaendelea, kwa faida ya msikilizaji, ni my brother Ibrahim ndo niko naye kwenye simu saizi hapa tunavozungumza naye. Akiwa maeneo ya Indiana. Kwenye majina zangu mimi yes. Kituta Simba Ibrahim. Huyu ndiye anaongea saizi. My brother Kituta Simba Ibrahim. Yes. Natusalimia kwanza watu wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza saizi na wote ambao watakaofuata audio, yani hii ni kipindi hiki cha Red Pro. Yes. Red Pro Media cha ndugu Elvis. Na ni fursa kubwa sana kuwa yani kujihusisha katika siasa ya nyumbani na kuelewesha watu kitu gani kinachoendelea. Sasa ndugu mtangazaji, nataka kwanza kukueleza kwamba sio kwamba Felix Tshisekedi amepuuzia wa Afrika wala watu wengine ambapo walikuwa wakijihusisha sana kama vile tarafa la EAC, Angola, sijui SADC na wengine. Hajapuuzia. Lakini katika vita hivi vya Kongo vinakuwa na tabaraka nyingi, zina layers nyingi, zina aspect nyingi, zina prospect nyingi. Yani kwa mtu kuelewa namna gani siasa inaendelea, ni lazima uko na historia ya nchi yetu, wala historia ya kanda, yani ya kanda la maziwa makuu, yani ya Great Lakes. Wajua Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia, yani hizo ni nchi ambapo ni nchi jirani za Kongo. Na Mwenyezi Mungu ameziumba kusema kwamba yani hizo nchi zitakuwa ziko jirani na hawa kina marais wao watapita, lakini zile relations za hizo country zitakuwa zipo hapo. Yes. Sasa pamoja na hivyo, unajua rais huyo Kagame alitafuta kujifanya mjanja, wala alikuwa victimizations, yani alikuwa na hiyo siasa kusema kwamba sisi ni minority, sijui genocide na vingine. Kwa hiyo alikuwa akifanya ujanja, yani katika hiyo ujanja basi alivamia Kongo ni nchi ambapo imevamiwa na Rwanda, sio mara moja lakini ni multiple times.
Unajua, yani Kagame ni mtu ambaye alikuwa akileta uhasama Kongo. Anakuja na kama vile yani anakuja ni kama, yani Kagame ni kama virus. Yani anakuja ana multiply in Congo in different form. Sasa Tshisekedi ni mtu ambaye amefanya katika madarakani mwake yeye, kazi ambapo alifanya alikuwa akimtoa mabawa huyo Kagame. Kwa Kifaransa tunasema alikuwa anamdepouiller, yani anamtoa mabawa. Bawa moja kwa moja. Yani mpaka akamwacha kwenye hali ya kuwa jamaa amejikuta na kuwa uchi politically. Okay. Yani hana tena argument. Unajua. Sasa argument zilikuwa zikienda kwenye wakina ARC, anaenda huko anawapiga machenga huko, anakuja kwenye SADC uongo, sijue international community kudanganya. Sasa wamefikia hatua wote wawili mwisho kusema kwamba baba lao ni Marekani. Kwa sababu Tshisekedi ameenda Marekani na kwenye yani international community akawaambia kwamba bwana, mimi huyu Kagame ni virus ambapo inasumbua nchi yangu. Lakini nyuma ya Kagame kuna wanani? Okay. Kwa sababu Rwanda ni nchi ndogo. Lakini ilikuwa na nguvu nyingi. Sasa zile nguvu za Kagame zilikuwa zinatoka wapi? Wanani walikuwa wamiliki wa Kagame, yani ma-sponsors wa Kagame. Kwa kumaliza vita, Tshisekedi alijua kwamba nikipambana na Kagame macho kwa macho, wale wakina ma rebels yani wa M23 sijue au watu wakina Nanga FCC yani wakina Nanga AFC sijue nini, atakuwa anapoteza muda bure. Kwa hivyo ni vizuri kuongea na watu ambapo wanasapoti hivi vikundi vya magaidi. Sijui kama unanielewa. Na kuelewa vizuri sana. Kwa hivyo yeye Rais Tshisekedi alikuja Marekani, akawaambia kwamba bwana, mimi najua kwamba nyinyi mnaweka moto huko Kongo. Akaenda kwa wazungu yani European Union, wa Faransa na wengineo wao, akasema nyinyi mnajua mnakula kimabavu. Sasa kwa hivyo mimi nataka mkuje tuongee sisi na nyinyi mnataka nini Kongo. Kumbuka kwamba Rais Tshisekedi alikuja Germany. Yes. Akaalikwa Germany, akaongea na watu wa Germany, yani hao wote wakina wa Faransa, Germany, akawaambia matatizo yake. Akasema bwana, Kongo nyinyi ndio mnatupatia yani huku mnatuwekea vita. Nataka hizo vita vikwishe, sisi nyinyi mnataka nini Kongo? Na unajua Kongo ni nchi ya asali. Kwa hivyo kuna utamu mwingi. Wazungu walikuwa uwazi kusema kwamba bwana, nyinyi wa Kongomani mnakuaga watu wakorofi sana. Sisi tukija kuiba directly huwa mnatusumbua. Njoo kwa maana tumepitia kwenye dirishani tukaingia Rwanda. Alafu tunakwenda huko tunachochea Rwanda kuja kuchukua hizo mali zenu huko, sisi tunazipeleka Rwanda, tunazikulia huko. Tshisekedi akawaambia hapana, sio lazima mpite kwenye dirisha, mje kwenye mlango. Mpite kwenye mlango, sio kwenye dirisha. Yani mkija kwenye mlango tutakuwa tunagawa asilimia za mali za Kongo, nyinyi mnachukua nusu na mimi nabakia na nusu. Yani Tshisekedi anakuwa ile politics ya 50-50. Yeye anaitaka katika lugha ya Kifaransa anaitaka politiki ya ganya. Katika Kiingereza tunaongeaga 50-50. Umeelewa? Na kusikia vizuri. Tshisekedi akasema kwamba mimi na muje kwenye mlango. Akaja Marekani kumwambia sawa, hakuna tatizo, lakini basi nchi yako ina vita. Inabidi tumalize nini? Mzozo wa vita. Tshisekedi amekataa kukutanana na M23 for long time. Alisemaga mimi siwezi nikakutana na M23 kwa sababu wakina M23 ni watoto, baba yao mdogo ni nani? Ni Kagame, na babu yao ni hao wazungu wa Marekani na wengine. Nakutana na babu yao akasema haya basi shuka kwa baba mdogo Kagame, mkorofi wa vita. Kwa hivyo wewe Tshisekedi ilibidi akasema kwa mimi nikienda kutanana na Kagame mimi nataka mambo mawili. M23 iondoke, yani Kagame aondoe majeshi lake kutoka Kongo.
kabla hawajaongea kitu chochote, lakini wazungu wakasema nendeni kwanza mkasikilizane. Kwa hivyo Doha ilikuwa ni uwanja tu, lakini watu ambao wamewatuma huko Doha ni Marekani na wazungu, kwamba waende wakasikilizane huko. Walipewa masharti wote wawili, kwa sababu Kagame pia naye analia huku. Kagame pia huku Marekani alikuwa na malobbyist wake, anasema bwana, mimi huyo Kongo nimemsaidia, inabidi anipatie na mimi kamchuzi. Siwezi nikatoka hivyo. Unajua kuna vita, unajua wakati unakuwa vita, wakati wanakuwa ukipigana vita, wakati ya Laurent Kabila aliuza nchi, he sold the country. Kwa hivyo wenyewe wanatarajia kwamba wakuwe wanakula Kongo. Hata mkuu wa European Union, hata Wafaransa waliwahi, huyo Sarkozy amewahi kusema kwamba Kongo nyinyi ni nchi kubwa, ni lazima mpatie Rwanda kwa kitu kidogo, mko mna feed Rwanda. Sasa Rwanda iko poor country, nyinyi mko big, mko rich, so take care of Rwanda. You see, kwa hiyo ni wazungu ndio wanatuamrisha kwamba twende tukasikilizane na Kagame, kwa sababu wanataka wamalize vita. Sijui kama una swala lingine. Of course, maswali hapo mengi sana. Kabla sijarudia kwenye yale ambayo unazungumzia, Rwanda saizi amepigwa vikwazo vingi, sanctions zimekuwa nyingi sana ambazo amepigwa, na Marekani pia inasikika kwamba naye pia amempiga Rwanda. Endapo Marekani inajua kwamba bana wao ndo walikuwa wanamsaidia kwa kila kitu, kwa nini nao pia wamefanya huu utaratibu wa kumpiga sanctions? Sasa unajua Kagame alikuwa the darling of the West. Yeye tunasema kwa lugha ya Kiingereza, the darling of the West. Yeye alikuwa anafikiria kwamba ni enfant chéri, yaani ni mtoto mpendwa. Umeelewa? Na okay. Unajua mtoto mpendwa alikuwa anajiruhusu kufanya kila kitu anajifikiria sasa. Unajua yeye naye ameota mabao. Sasa hao Marekani na wazungu walimkataza pia, wakamwambia bwana, wewe mambo zako, unajua hao wazungu ni kama vile panya, wanakulaga na wanapuliza. Unajua wenyewe ni wapanya puliza, wanakula lakini pia wanapuliza. Unajua wazungu siasa siku hizi sio kwamba wanakula hadharani mpaka yani unachafua ndevu. Wenyewe wanataka huwa wanakula, lakini wanakula in hiding. Sasa Kagame amespill chakula over, kachafua ndevu. Wakamweleza bwana, wewe tulia, vita hiyo unakwenda na haraka, lakini hakutaka kusikia. Sasa kabidi wamshtoe kidogo. Na unajua katika vita kuna ile kitu ambapo tunataka diplomacy. Yaani vita sio kupigana tu, yani mnapigana tu, yani mnapigana yani hizo kwenye battlefield. Kuna ile pia battlefield ya diplomacy, hiyo ni kubwa zaidi. Hiyo pia inakuwa na nguvu zaidi katika vita. Sasa Tshisekedi ni kama vile diplomacy yake imeenda juu kidogo kuzidia Kagame. Sasa Kagame pia analia, sijui kwa maana alimwambia tukikataa msaada au utakwenda wapi? Kwa sababu ujue kwamba uchumi wa dunia umeshuka sasa hizi. You know why? No. Because Kongo madini yatoki. Madini yanatoka lakini ni small quantity. Okay. Kama vile tantalum, yani hiyo copper, unajua bauxite na zingine zinatoka kwa, yani hazitoki nyingi. Na wazungu wanataka wakienda huko wanakuwa wanahiba vizuri, wanazitoa mali za Kongo, yani kinagaubaga, yani in open. Yes. So wanahitaji security, wanahitaji amani. Sio hizo ambazo wanaibaiba huko Bunagana, wanaibaiba huko Rubaya, wanapeleka na mapikipiki. They don't need that, man. Hao wazungu wanataka yani wahibe na wakuwe very productive. Yes. Sio hizo kuibaiba kama vile wanafanya hizo mali za smuggling. Smuggling hizo ni zinafaidisha Rwanda peke yake. Lakini wazungu pia wanataka wahibe, yani wanafungua zile makampuni kubwa industries. Sasa hawaweza kufungua hizo industries hadi ya kuwa kwa Kongomani, yani tuseme Rais Tshisekedi wa Kongomani wamekataa wazungu kuiba mali za Kongo kinagaubaga, mpaka wakae chini wa negotiate ili wa Kongomani wafaidike na nchi yao. Sio Rwanda.
Kwa hiyo katika maana hiyo ni kwamba huyu Marekani atatupiga na huyu Marekani tena tutaenda kumpigia magoti hivi kwamba aje atupatie msaada. Sasa unajua walikuwa hao wazungu huwa walikuwa wakisapoti Rwanda. Sasa saa hizi Rwanda wakongomani wameshtuka. Wakaleta vita. Unajua walitafuta kumtoa Tshisekedi hapo, lakini population iko behind Tshisekedi. Na Tshisekedi alijua kwamba yeye hawezi akapigana hiyo vita mwenyewe, ni lazima afanye nini? Aingize, yani apatie vita ya Kongo kumikono ya watoto wa Kongo. Akapopularize inchi, akapopularize vita. Yani vita ikakuwa popular. Au unasikia wa maimai wala wazalendo. Hao ndio watoto wa inchi. Sasa wamekataa Wanyarwanda kuiba mali zao. Na wanajiregroup kusema kwamba wafukuze Wanyarwanda. Na Wamarekani wanajua consequences ya Wakongomani. Unajua Mkongomani ni mtu hatari sana duniani. Watu wanaweza fikiria kwamba Kongo ni nchi, yani hizo vita vinapitikana huko Wakongomani wako yani kama vile wamelala. Unasikia Wakongomani hawalali. Wakongomani ni kama vile tembo. Tembo ukimchokoza, yani akikasirika anaharibu kila kitu njiani. Ni kama vile Mkongomani. Wakongomani saizi wameshtuka, wamesimama kidete na wanatetea nchi yao. Kwa hiyo Wamarekani wanajua kwamba hapa tukilala Russia itachukua Kongo na Urusi pia inaweza kuchukua Kongo na nchi kama vile Iran, North Korea zinaweza kuja pia kuchukua Kongo. Kwa hivyo wanaanza pia lose, they are losing. Kwa sababu Kongomani wamesimama. Upande wa Kagame, yeye atapata nini katika makubaliano ambayo yameenda kufanyika huko Doha? Sasa Kagame anajua kwamba wale wazalendo wakifukuza leo ile M23 Bukavu kianguka, Goma wakitolewa. Sasa wakitolewa kwa nguvu walinyoa watakula nini? Hawana nafasi ya kukula. Afadhali atoe majeshi lake, lakini atalia pia na mimi kwa hivyo katika hizo 50-50 na mimi naomba angalau mnipatie 2%. Kwa sababu nimeinvest sana hizo hela huko. Kwa sababu hela za Marekani. Hizo vifaa ambapo Kagame anatumikisha, Kagame huwa haproduce guns. Anazinunua. Na sijua kama anazinunua cash. Kwa hiyo kupitia hivi bado tuendelee kuona kuna pesa ambazo bado Kongo itaendelea kulipa Rwanda kama vile jinsi ilivyokuwa nafanya kipindi cha nyuma. Sio hivyo. Kongo ina negotiate na Marekani. Wamarekani watajua namna gani watakula na Rwanda. Okay. Kongo ina negotiate na Marekani. Kama Rwanda itapita under Americans, wenyewe watajijua huko. Lakini sisi tunajua kwamba tuna negotiate na baba yao. Si baba tapatia mtoto na wajukuu huko. Lakini sisi Wakongomani tunataka tu negotiate na Marekani. Ile ni buffer country. Unajua ukikuwa na mali, unajua ukikuwa na mali, inabidi ukue na ile politics ya kukingia mali yako. Umeelewa? Naam. Inabidi ukue na garde-fou, tunaita hivyo katika lugha ya Kifaransa. Garde-fou, yani unakuwa na zile buffer zone. Yani unajua na mtu ambao buffer country ni ile nchi ambayo unajua kwamba hii nchi yani nchi kama Marekani ina nguvu. Kwa hivyo kukiwa mtu ambaye akitafuta kuja kuibia mali zako, yeye anasimama pale anasema wewe unakuja kuiba. Pita hapa. Anakuwa na ile nguvu ya kunegotiate zingine nchi. Bila hivyo Kongo itakuwa ni battlefield for all countries. Naam. Wa China watakuwa wanapigana wa Marekani Kongo, au wanakuja wanatupigania huku. Sasa sisi wa Kongomani hawapati fursa ya kudevelop kwa sababu kila country inakuja kupigania huko. So we need somebody to protect us. Ni kama Ukraine, Zelensky saizi. Anatafuta nini? Anatafuta ukingo wa Marekani wamkingie. Guarantee. Kwa sababu nchi zingine zisifanye nini? Zisikuje kumchezea. Sasa wewe unajua ndugu yangu mtangazaji, unajua kwamba katika familia ni lazima kuwe na kijito. Mkiwa na mkubwa ambapo anasimama kidete, unajua wewe ukitafuta kunipiga, unajua brother yangu atakuja atakushambulia. Yaani utakuwa familia inaheshimika. Kwa sababu kuna mtu ambapo huwa anakingia ile familia. Sasa Kongo sisi tunadingwa na nani? Uhalifu mwingi umefanyika. Tena waziwazi kabisa. Watu wengi wamepoteza maisha.
Baada ya maelewano yote ambayo yatakayoenda kufanyika, waliohusika na hayo mauaji watachukuliwa hatua gani? Hiyo ni simple. Unajua mzungu sio mtu wa kuchezea, na Rais Tshisekedi sio mtu wa kuchezea katika politics ya Afrika na ya Kongo. Unajua Tshisekedi ana politics ya kobe. Unaweza fikiria kwamba hayuko makini, kumbe anajua namna gani, sehemu, siku gani na saa gani na muda gani wa kutoa kichwa. Sijui kama unanielewa hapo. Yaani watu wakimuona Tshisekedi kwa nje wanamfikiria kwamba yuko weak. Lakini akikuwa kwenye shell, under the shell, akikuwa yani kwenye ile yani kile karakas, yani akikuwa katika ile shell, katika yani nafasi yake, anakuwa mkali zaidi ndani kwa ndani. Yani sikudanganye, ule rais wa Kongo ambapo alikuwa akisaini zote ma agreement huyo Joseph Kabila, ni lazima aende mahakamani. Kwanza aliua watu wengi Kongo, alafu pia huyo Joseph Kabila kauza nchi nzima, madini yote ya Kongo kapana. Ameenda kusaini hizo ma agreement na Rwanda, sijui na makina wa M23 kuuza nchi nzima. Ni lazima aende mahakamani. Siku hizi tumemwona Kabila, Joseph Kabila anachangamka sana, yupo busy sana na ma-interview anafanya nini? Kwa sababu unajua yeye alikuwa bubu. Alikuwa akifikiria kwamba anaadhiri nchi kwa yani kama vile yani na hypocrisy, yani kindani ndani. Lakini sasa tunajua Tshisekedi yani kawaweka uchi. Yani politically hawa jamaa wanakuwa uchi, hawana tena nguo, hakuna vazi la politics ambapo wanaweza kujikendia. So ni lazima sasa wanakuwa na bonga. Na anajua kwamba tayari hiyo kesi yake iko kwenye hiyo International Criminal Law Court Hague. Ataenda huko. Anajua kinagaubaga kwamba Tshisekedi amekasirika, na ni lazima aende respond kwenye vituko vyote alifanya Kongo. Economic crimes, political crimes, unajua social crimes. Yani jamaa akaturudisha nyuma sana. So he has to go there. Na Rwanda pia kutakuwa regime change. Unajua Kagame amezeeka, hana nguvu tena Kagame. Unahisi nani atamgomboa mtoto wake? Unajua wanaweza wakafanya hivyo Rwanda, lakini Rwanda wanatarajia wakombolewe pia. Unajua hiyo pia ni kitu ambacho Tshisekedi aliambia wa Marekani kwamba ni lazima Rwanda kukue regime change, kwa kusema Kongo ipate amani ya kudumu katika guarantees zenye Tshisekedi ameomba regime change Rwanda, na ameomba pia wa negotiate wao kwa wao, wakuwa na deal between Rwanda na Marekani na wazungu, sio kupitia kwenye madirisha. So Kagame inawezekana pia anaweza kaondoka, na anajua hivyo vema. Kagame anajua hivyo. So hata nikurudishe tena gesi, ndugu mtangazaji, umesema kwamba hao ni umoja amekuwa akiuza mayai na mwingine pizza. Unajua wakati Kagame amekufikia kuongea vitu kama hivyo, yani hapo ujue kwamba mambo yamekuwa nini? Yamekuwa mabaya zaidi. Kwa sababu zamani Kagame hawezi kumshota hata kidole. Alikuwa ni mkali na alikuwa kwenye kibri, akasema mimi nina nguvu, sijui mimi siwezi kuongea na Tshisekedi kwangu naweza nikamfunza vita, sijui nini. Sasa zile zote sifa zote zenye alikuwa akisema kuhusu Tshisekedi, ni kama Tshisekedi ni kama vile mtoto kidogo, nitamkunyisha maziwa nini, zimekwenda wapi hizo lugha? Zimekwisha. Kwa hivyo Tshisekedi anajua kwamba Kagame tulitarajia pia Felix Tshisekedi naye pia amjibu. Kwa nini yeye mara nyingi anakuwa ajibu? Tshisekedi huwa ni mtu wa action. Unajua Tshisekedi anajua kwamba yeye anabidi aongee na Kagame ili watatue matatizo ya Kongo. Lakini alianza kuongea kwanza na Marekani. Akamalizana na Marekani. Kukawa ma recommendations. Uende ukasikizane na mwanzako, muyaweke sawa. Sasa hiyo M23 itakuwa na kazi gani? Kwa sababu M23 hakuna Kongo, hakukwagi rebels.
Unajua katika watu wengine, unajua kila watu wengine ambao wakifanya siasa huwa wanasema kwamba unajua Kongo kuna marebels sijue nini, kuna vita. Yani huwa na wasikia kwamba yani ni hawajui the history of Congo. Kwani Kongo kuna nini? Si yapo makundi mengi sana ya waasi. Kongo hakuna uasi. Kongo hajawahi kuwa na uasi. Lakini Kongo kuna wa aggressors. Okay. It's a country which is aggressed. Aggression kifaransa. Yani tuko aggressé. Yani tumevamiwa. Kuna wavamizi na wagaidi. Okay. Lakini hakuna rebels. Kuko ma terrorist. Na kuko wa aggressors. Unanielewa? Yes, yani rebel ni kama vile yani mtoto anakuja anasema baba mimi unajua kuninunulia chakula bwana, baba sijui nakufa na njaa nipatie chakula changu nini. Unajua mtoto yani katika pinga nini, unajua amekuwa kama vile rebels. Lakini mtoto kama anaanza kuvunja vitu, kachoma nyumba nini, huyo mtoto anakuwa terrorist. Okay, so ngoja sasa nikurudishe kwenye hili swala. Yeah. Kwa hivyo hao kina nanga ni Rwanda aggress Congo. Na hao yani na hao wengine wanakuwa ni ma-terrorist tu, wanasindikiza hiyo aggression. Nikurudishe sasa kwenye baadhi ya hoja ambazo zilizungumziwa kiasi kwamba ziliwateka baadhi ya wakongomani wakiwa wanaona kwamba bana wa-support M23. Ilikuwa ni kwamba maisha ya Kongo ni maisha magumu sana, wananchi wanazidi kuteseka sana, na unyanyasaji wa kabila zidi ya kabila lingine linazidi kuendelea, ikiwemo hawa Wanyamulenge ambao wamekuwa wakikataliwa katika namna moja nyingine kwamba wao sio wakongomani, na wamekuwa wakidai kwamba wanateswa sana. Ndio kwa maana pia walikuwa wameona kwamba wajiunge na M23 kwa ajili ya kuangalia kama watapata ahueni au watapata suluhisho la matatizo yao. Tuanzie kwanza hapo. Baada ya mambo haya, hao watu watashughulikiwaje hivi kwamba hizi migogoro zitokomezwe na zisiwepo tena kabisa? Sasa sikieni kueleze brother. Ndugu mtangazaji, yani hapo ni vichekesho. Katika swala lako mna vichekesho vingi. Okay. Yani kuna vichekesho, yani mtu mwenyewe ukifuata swala lako, unasema kwanza watu. Katika politics huwa hatuseme watu. Ni kama vile katika lugha ya Kifaransa mtu anaanza kuja anasema on a dit ceci. Inakuwa ni pronoun ambapo haimaanishi mtu. Yes. Ni lazima useme kuna kundi la wakongomani fulani. Unanielewa? Hapo tunakuwa tunasikia. Sio watu. Yani hiyo question haina mwenye nayo. Nikikuuliza sasa watu wa nani? Unaona? Tunakuwa tunazinazaa zingine swali sasa. Kwa hivyo katika swali lako ngalikuwa na nafasi ya kuniuliza kwamba kuna baadhi ya opposition for example. Hapo tutajua opposition tunawadefine. Sawa? Lakini ukisema watu unakuwa yani unaficha mambo mengine ambapo hautaki kuongelea ndani. Watu wa nani? Sasa kama ni opposition, sasa kuna mbinu za kusema sio lazima uende ukaoe watu Rwanda, ukachukue Bunagana, wala uende ukachikata Goma, wala uchukue Bukavu uwe watu, intimidation, kurepo wanawake, unajua kunyanyasa watu, kuchukua mali za watu kuzipeleka Rwanda, alafu useme kwamba watu walienda kuchukua masilaha. Kuna njia za kuchukua za kuprotest. Constitution ya Kongo inasema kwamba ikiwa kama mnanyanyaswa kuna njia za nyinyi kuprotest. Mnaanza mkafanya maandamano, mnaandika memorandum, mnakwenda kuonana na rais, mnamuomba audience. Kuna vitu ambavyo mnaweza mkafanya. Sio lazima mwende mkuwe ma terrorist. Unanielewa? Kama baba yako kununua chakula nyumbani lazima uunguze nyumba kusema kwamba nimeprotest. Sasa kesho utalala wapi? Nilikuwa nazungumzia Wanyamulenge. Na nafikiri kwenye swali langu hapo jitoe kichwa ndugu mtangazaji. Sasa hapo hata kwenye swali yangu kabisa nilisema Wanyamulenge. Wewe sikuwezi kusikia vizuri. Sasa Wanyamulenge ni wanani? Wanyamulenge kama ni wanani? Sasa mimi sijaelewa vizuri. Mimi sijui kama kuna kabila Kongo linaitwa Wanyamulenge. Wanyamulenge ni wanani sasa? Basi ikiwa bado hata hujui ama unajua lakini ushawahi kusikia. Mimi sijawahi kusikia.
Haujawahi kusikia kabila la Kinyamulenge Kongo? Mimi sijawahi kusikia kwa sababu mimi siwezi kuita mtu Mnyamulenge ni tusi. Kwangu mimi mimi ni mzalendo bwana. Siwezi kuita mtu mwingine Mnyamulenge. Hiyo ni tusi kwangu. Sasa wale Bunagana kuna Wanyamulenge. Okay. Masisi kuna Wanyamulenge. Wala Ruchuru kuna Wanyamulenge. Sasa hapo unanichanganya, mimi sikuelewi. Sielewi swala lako, liweke vizuri. Kwa sababu ukiniambia kama Bunagana kuna Wanyamulenge, mimi nitakuwa nimechanganya. Njia unayopita mbali mno. Mbona ukiniambia haki za Wanyamulenge, sasa huko Bunagana kuna Wanyamulenge? Mimi sijui kama Wanyamulenge yuko Bunagana, sijui kama Wanyamulenge ambao unazungumzia wewe. Sasa Alex Gisaro ni Nyamulenge. Wa wapi huyo sasa? Ngoja, Rubaya pia, sijui Rubaya hivi nao pia kule kuna waongea Kinyarwanda? Waongea Kinyarwanda ndio Wanyamulenge, si Wahutu pia wako. Kuna kabila katika Kongo wanaita Wahutu wanaongea Kinyarwanda. Na Watusi. Sasa hao ni Wanyamulenge pia. Watu Kinyarwanda na kuaga Kongo. Na hao Watusi unasema Watusi wa Kongo. Wanaongea Kinyarwanda pia ni Wanyamulenge. Awekeni mambo sawa bwana. Msikomo tuletea siasa za kitoto. Turudie mambo ambapo yako wazi. Yaani tujifanya kama vile tuko wa victims. Hizo siasa zimepitwa na wakati. Sasa huyo Tshisekedi amesema Wanyamulenge ni Wakongomani. Pia mteta majoro wa leo kamanda wa jeshi la Kongo ni nani? Si Masunzu. Masunzu ni jina la Masunzu ni nani? Yeye ametoka Mulenge au ni wa Masisi? Au ni wa wapi? Sasa wa Masisi wa Nyamulenge sasa ni nani? Sasa Nyamulenge ni nani kwako sasa wewe? Sasa wao ni Wakongomani wa asili ya Kinyarwanda, tuseme ni Wanyarwanda wala vipi? Kwa sababu Kongo hakuna kabila hawezi kusema sasa mimi ni Mnyarwanda tena ujiite wewe Mkongomani. Okay. Inakuwa ni shida kwa Wakongomani. Kwa hiyo Kongo mnaelewa kwamba kuna Mtusi na kuna Muhutu. Watu wako Nilotic wako Kongo. Hivi. Lakini sasa ukijiita Mnyamulenge, sasa unatupatia shida sisi wengine. Kwa sababu sisi tunajua hao ambao wako Masisi sio Wanyamulenge. Najua kama komanda wa jeshi la Kongo ambaye anaongoza Kongo huko eastern ya Kongo. Yes. Ni huyo Mnyamulenge, tukubali sasa kisa nataka kusema. Huyo Alex Gisaro, minister wa nani ambapo yuko huko Kinshasa, ni minister katika serikali ya Tshisekedi, ni Mnyarwanda. Mnyarwanda katika maana kwamba ni Mnyarwanda au ni Mkongomani? Tuseme ni Mkongomani wa asili ya Kinyarwanda basi. Kwa kukuridhisha wewe. Ili urizike. Sasa wewe Mnyamulenge ananyanyaswa na nani? Sasa nitajie Mbembe mmoja, wala Mfulero mmoja, wala Mubuyu, wala Murega ambapo tunaweza kusema yeye ni rais, ni minister huko Kongo. Okay. Mmoja tu nitajie naye. Katika cabinet ya Tshisekedi unaambia kama kuna Mfulero gani ambao unaweza kusema kwamba ana wazifa wa minister wala kamanda wa jeshi lote la Kongo. Nipe mmoja. Sasa wamenyanyaswa vipi? Sasa unajua ndugu yangu, wewe ukijaamua kuwa Mkongomani, kuwa Mkongomani. Hata kama mimi niko Marekani sasa hizi, nikijaamua niko Marekani na defend interest za Marekani. Je, unatambua Marekani wa asili? Niko Mkongomani. Niko Marekani wa asili yako ya Kongo. Lakini kukikuwa interest za Marekani na defend as an American. Na nikikuwa na interest za Kongo na defend. Na nikikuwa na interest za Afrika na defend kama vile Mwafrika. So watu ambao everybody regardless of your nationality, your race, your origin, mimi na defend everybody. Lakini kwa kupata urahia, sasa lazima uchukue uende ukaua watu Goma na kuchukua mali ya Rubaya, kuiba pesa za Rubaya wala Bunagana. You have to kill people for that, man. Ni vitu vya haya. Ni lazima ushike bunduki kwa kusema kama upewe uraia. Kuna channel za kupewa uraia. Na ukipewa uraia, ni kama mraia wa Kongo. Sio lazima uchukue uende kufanya vita, uwe watu, alafu baadaye ukuje kusema kwamba mimi ndio na sijui niko minority. Kwa hakuna tribe yenyewe iko minority, everybody is minority. Linasemwa hili
wanaosema, wanaojua kusema, na sisi tunaojua kusikia, ngoja tusikie, si ndio hivyo? Wanaojua kusema wamesema kwamba Makanika alikuwa anatumikia serikali, lakini mauaji yalikuwa yanaendelea huko Minembwe, yalikuwa yanaumiza sana, alikuwa anakatisha tamaa. Makabila mengine yalikuwa yanaenda kuvamia makabila yao au watu wao waongea Kinyarwanda na kuwatesa, kuwanyang'anya masehemu zao, wauia mifugo. Na kila alipokuwa analalamika kwenye serikali, serikali ilikuwa haiwasikilizi. Na ndipo alipoamua kuachana na serikali, akawa ameenda kule Minembwe kwa ajili ya kwenda kupigania au kuwalinda au kutetea watu wake. Au alihasi. Okay, ndipo alipohasi. Alihasi. Okay. Alihasi serikali ya Kongo, akachukua madaraka mkononi mwake ili yeye ajiundie madaraka. Ajiprotect mwenyewe. Aende akalinde ndugu zake. Ndugu mtangazaji, tayari hapo kuna itilafu katika swali lako. Okay. Kama Makanika anajua amenyanyaswa, si Kongo kuna serikali? Kongo kuna serikali. Sio yeye alikuwa ananyanyaswa, ndugu zake walikuwa wananyanyaswa. Sasa Azarasu Rubero yuko wapi? Azarasu Rubero si ana represent Wanyarwanda au wanasema Wanyarwanda au Wanyamulenge huko Kinshasa. Si yuko huko. Kwa nini hajatoroka nchi? Moise Nyarugabo ni huyo, kwenye bunge la Kongo. Nyarugabo yuko ndani kutetea maslahi ya Wanyamulenge, si yuko humo? Sasa amenyanyaswa vipi? Kwa nini kule Kinshasa hawajamfukuza? Na kama yeye umenyanyaswa, sasa wewe utakuwa na ami yako. Si anaenda kwenye serikali ya Kongo, si yuko na ngazi zote. Ni lazima kuchukua bunduki kwenda kuprotect ndugu zako. Sasa ami ya Kongo itakuaje? Na unajua kwenye ami, kisha kuasi kwenye ami, wanataka unakuwa deserteur. Na deserteur unajua huwa anafanywa nini? Huwa anasakwa na kupigwa na kuuawa. Kwa sababu umeasi, unakuwa muasi. Kuna right channels kusema kwamba haki yako ikikuwa imenyanyaswa. Si hapa Marekani haki za watu zinanyanyaswa. Hapa Marekani haki za watu zinanyanyaswa, lakini watu wanakwenda mahakamani na haki za watu wao zinarudishwa. Je, mnatambua sio lazima kama haki yako ikinyanyaswa sasa unajichukulia sheria mkononi, utakuwa unaharibu. Yes. Sasa hao akina Makanika ndio ambao wameharibia wa ndugu zetu wale wa Wanyarwanda, ambapo wanajiita Wakongomani. Hao wajamaa huwa wamewapoteza. Na wameleta uhasama mwingi na chuki nyingi katika hizi kabila za Kongo. Wengi wao kikanao chini. 450. Kongo na kabila 450. Sasa hizo zote kabila zote hakuna ambapo imenyanyasiwa. Ni yao peke yao imenyanyasiwa. Wengi wao. Unajua namna gani Wabembe wamenyanyaswa na serikali ya Mobutu? Naam. Zone ya Fizi ilikuwa inaitwa Red Zone. Ilikuwa kwenye etat de siege. Unanielewa? Katika miaka 30 Mobutu kaingia madarakani, watoto wa Fizi walikuwa kinyanyaswa na Mobutu na serikali ya Mobutu. Sasa kwa nini hawajaenda huko Kinshasa kufanya vurugo sijui nini na nini? Okay. Sasa unajua ukikuwa umenyanyaswa, sasa kabila ni nyingi. Sasa wewe mwenyewe ndio unalia umenyanyaswa. Sasa hizo zingine kabila zifanyaje? Mlinyanyaswa sana. Mbembe mlinyanyaswa sana, na ndio kwa maana mliundaunda makundi mengi sana ya jeshi, vijana wengi wakashika silaha. Watu walikuwa wakijidefend, lakini wakati mwingine sasa tumekubali sisi ni Wakongomani. Sasa kwa nini wao hawajikubali? Wenyewe wako kwenye army, wako ndani. Wazifa zote za ngazi zote za juu Wanyarwanda wako ndani. Sasa wanalia kitu gani? Kwani ni wao tu peke yao tuwaachie Kongo tuwapatishie wewe kwenye mgongo? Okay, narudia tena kwenye swali. Vita vya makabila Kongo, hakuna vita vya makabila. Yes. Wao Wanyarwanda ambao unaitwa Wanyamulenge walikaa Fizi na Wabembe na Wafuliro na Washi, wamekaa vizuri miaka na miaka, wamesomea huko Kongo, hapakuwa uhasama. Lakini ni hizo politics za wakina Kagame za kutaka kumiliki ardhi ya Kongo. Kutaka kugandamiza Wakongomani. Hiyo ndio tatizo. Yaani hiyo ndio tunaweza tukaongelea.
Sio kusema kwamba wamenyanyaswa. Watu walikuwa wakiishi na amani miaka na miaka, hapa kukuwa na matatizo. Sasa hiyo matatizo yametokea wapi kama sio mbinu za Kagame kutaka kugandamiza Kongo na mali za Kongo? Sasa wao wafikiria Wakongomani kuna wanawake peke yake huko waweze wakadefend Kongo. Ndio kisa unafikiria. Unajua Wakongomani wamepigwa sana na international community, tujue na hizo zingine ma regional wars, lakini Wakongomani huwa wanasimama katika nchi yao na huwa wanapigana. Yani ni nation ambapo ni shujaa sana, kwa sababu hakuna nation katika Afrika inaweza ikasimama kupigana vita katika since Kongo imehumbwa, yani katika since 1885. Yes. Wakina Diego Kao wameenda Kongo, walikutana na Wakongomani wakapigana vita. Wakina Tipo wameenda Kongo, walipigwa na Wakongomani, yani mpaka Wakongomani wakapigana vita. Sijue huyo wakina nani, wakina wazungu walikuja huko, wamepigana Wakongomani wanasimama. Hadi mpaka saa hizi Mkongomani huwa anasimamia nchi yake na hajawahi kugandamizwa. Na anapigana kila siku kusimamia haki ya Kongo na umoja wa Kongo. Sasa Mnyarwanda atakuja kuweza Kongo. That's a dream. Okay, tena ngoja nikurudishe tena kwenye hili swala. Mimi nataka kueleza kwa sababu mimi kuongea hivi ni kusema kwamba kuna watu wengine huwa wanafikiria kwamba Wakongomani is a failed nation. Yani Wakongomani wako coward. Wakongomani sijui wako weak, wanapigwa na Rwanda nini. Wakongomani wanapigana na international community. Hawapigi na national. Wanapigana na dunia nzima na ulimwengu, na umoja wa wazungu ndio Wakongomani wao wanapigana nao. Strong nations kutugandamiza sisi, lakini hakuna siku moja Mkongomani huwa anaitika kunyanyaswa katika nchi yake, na hawatawahi kukubali kunyanyaswa katika nchi yao, na watapiganaga hadi milele mpaka siku tutapata amani. Wamarekani waache tukae nao kwenye meza moja, tukule sisi wote kwenye meza moja, wenyewe wanakula huko na sisi tunakula huko. Sio wenyewe wanakuja kula, sisi tunazidi kuhangaika na kuangamizwa, na sisi huwa tunakaa tunanyanyaswa, na tukubali hivyo kama vile Wakongomani. Hayo hayawezi yakawa na hata kuaga, na Mkongomani hata wahi kukubali. Mkongomani huwa ni mtu ambaye anasimama na damu za Kongo. Ukiwa na damu ya Mkongomani ni lazima ukuwe unasimamia nchi yako na kuitetea. Na kama sisi Wakongomani tunashindwa kuitetea, basi udongo wa mababu wetu utajitetea mwenyewe. Nataka tena nikurudishe. Ishara sasa hizi zinaanza kutokea Goma. Ndugu mtangazaji, unajua kama tayari Goma kuna ishara huko? Ishara gani? Volcano inawaka moto tayari. Volcano tena imeanza kuwaka. Inawaka moto tayari wakati RCD iko Goma. Volcano hiyo imewasambatisha huko na wakakimbia. Kuonyesha maajabu ya Kongo. Kongo sio nchi tofauti, sio nchi ya kuchezea kama vile nchi zingine. Kama msipopigwa na Mkongomani mtapigwa japata na ardhi. Hata ardhi ya Kongo huwa haikubali mgeni kutawala. Mgeni hawezi katawala Kongo. Hiyo nakwambia ni ukweli, na assume what I'm saying. Yani mimi najiamini mgeni haikubali, na kati mgeni aliwatawala miaka 18. Si mnasema kwamba Joseph Kabila hakuwa Mkongomani? Kwani sasa huyo Joseph Kabila kaacha madaraka vipi? Alikuwa akitawala, yani ulikuwa unafikiria anaitawala na anakula anafurahi? Sasa alikuwa akijificha kingakati. Akitafuta kutembea ametawala, lakini mwisho siku pia ametoka ni bilionea. Ametawala katika mabavu, lakini watu walikuwa akisimama. Wewe unakumbuka huyo Chelsea Tshisekedi wa Mulu Bagise kamletea kiwewe. Sitiani huyo Joseph Kabila ni mtu kama ana miaka kama vile 52, lakini sasa hizi anaonekana kama vile ana miaka 80. Unaona kichwa chake kinafanya tena kazi vizuri. Ana ndevu nzuri sana zile za rangi mbili, nyeupe na nyeusi. Sasa huyo Kabila anaonekana anakuwa mzee. Kachoka kwisha. Mimi nijiuliza mbona ametoka kwenye ujana na right away kwenye uzee. Enjoy hizo hela za Kongo. Kongo ni nchi mbaya. Unaweza kuja na yesa Kongo, lakini utafikia mwisho utakuwa kama vile yani unyengelene kwenye mafuta. Sisimizi kwenye mafuta. Yani ni lazima Kongo itakumeza. Sasa amekuwa yupo hapa yupo pale. Sasa amekuwa yupo hapa yupo pale, na siku hizi anaongea tena sana. Hatulie tena, hatulii. Unajua hizo damu za Kongo, unajua damu za watu za Wakongomani ni damu moja. Yaani Wakongomani damu zao zimemwangika siku nyingi sana, na hizo damu zimemwangika mpaka saa hizi zinajitetea.
Hakuna nchi Afrika ambapo inaweza ikasimama kama vile Kongo, hamna, na kupatia challenge. Because sisi wote tunapigwa kila siku. Mali zetu zinaibiwa kila siku, lakini mkongomani mpaka hadi leo anatafuta uhuru. Mkongomani hajawa na uhuru, lakini tunapiganiaga uhuru na tunatafuta kila siku na tutaupata na tutaongoza Afrika. Okay, basi tumalize kwa kusema hivi. Hizi kelele ambazo makabila zimekuwa zikidai kwamba bana zinateswa, zinaumizwa nini, vitu kama hivyo. Na kiwemo na wapi Watusi na Wahutu ambao ndo twende tu kwenye straight, kwa sababu nikizungumza Wanyamlenge mara wananiambia hawapo, ni Wamasisi mara wananiambia hawapo. Sio mimi nimesema, wenyewe wajua wametokea wapi. Sasa unakuja kujiclaim huko Mkongomani, hali hakuna ajipatia jina ambapo jina lenyewe alikustahili. Sasa utafanyaje sasa? So kwa hiyo tusimwasema Wakongomani wa Kitusi na Wahutu waliopo Kongo. Hata sio Mkongomani Mtusi, Mkongomani Mhutu, sasa yeye anakuwa Rwanda huko tu. Sasa nafanya Kongo na kwa Rwanda, ndugu yangu mtangazaji. Kongo sio Rwanda, Rwanda sio Kongo. Burundi pia si Watusi wa Wahutu wapo, Tanzania Watusi wa Wahutu wapo, Kenya nimesikia Watusi wa Wahutu wapo. Usituletee siasa la kama vile Tausi bwana. Tausi ndege wala popo. Siasa ya popo hatutaki Kongo. Hatutaki siasa ya popo. Ukiwa Mkongomani huko Mkongomani, ukiwa popo hauwezi kuwa huko popo. Popo sio ndege, sio mnyama. Hiyo sio siasa ya Kongo bwana. Yaani kama brother kweli utaniruhusu nimalize swali langu. Yaani hata sijui. Unaona nipeleka kwenye siasa la popo. Sasa siasa la popo tutajua aje siasa la popo? Unajua popo sio ndege, popo sio mnyama. Sasa hivyo unatuletea katika shida. Sisi hatuna hizo shida Kongo. Kongo ni nchi ambapo tuna include everybody. Unajua Kongo kuna Masenegalese, Kongo kuna Wazambia, Kongo kuna kila kabila liko Kongo. Yes. Hata including saizi Wamasai wanatoka Tanzania na Kenya wanahamia Kongo. Kongo is a hospital country. Kongo ni Wakongomani sio watu wanataka vita, fujo. Wakongomani ni watu ambao wanataka amani. Mkongomani ni mtu wa amani. Mkongomani ni msilimu. Mkongomani ni mtu anakaribisha kabila zote. Lakini ukikuja na hiyo tabia za kuja na politics ya popo, unataka kuja kutawala watu, unyanyase, urape, ukill, yani umiliki mali za Kongo, uzihibe, nani atakubali hivyo? Ngoja niruke swali alafu niende sasa kwenye swali ambalo lina msingi zaidi. Sasa achana na watu ambao wananyanyaswa. Hakuna mtu ananyanyaswa Kongo. Hakuna mtu ananyanyaswa Kongo. Wako sawa na wanakaa Kongo na hakuna tatizo la kunyanyaswa. Lakini ukikuja na tabia ya ukuja kama vile M23, ukuje kumiliki watu, ukuje pige watu mafimbo kwenye tumbo, uue, urep, nobody's gonna take that. Ndio kwa maana unaona Wakongomani leo wanasimama na watazidi kusimama na watagomboa nchi yao. Tshisekedi aende huko Doha, Tshisekedi akae Kinshasa akule maziwa yake huko, usijali. Watoto wa Kongo wataigomboa Kongo yenyewe. Sasa jambo sana msingi sasa. Nimepigiwa simu na Cornel Nanga. Kaniambia kwamba makubaliano yenu yote mtakao kubaliana huko mkubaliana, lakini mimi bado naenda kumtoa Tshisekedi kwenye utawala. Mwambie Nanga apige chakula chake, akiandae na akiweke mezani, sisi hatutakula naye. Mweleze Nanga kwamba apike chakula chake, sawa? Yaani akichome vizuri, akipige vizuri, akiweke mezani, atuite sisi Wakongomani tuje kula naye. Sisi hatuji huko. Achana na Nanga. Nanga atasema nini? Okay, mimi nakuelezea kila siku ukiona mbwa akapanda mti, jua kwamba kuna mtu anamsukuma. Yes. Sasa hizi tunaongea na babake na Nanga. Babake mdogo na Nanga si Kagame. Babu yake ya Nanga si Marekani. Sasa tushamalizana huko juu. Sasa wenyewe watakwenda wapi? Hivi Nanga tunamwona wapi baada ya yote? Endapo watu watapakuja aende Kigali kule. Atakuwa Kigali huko, sawa, hakuna tatizo. Sasa amechagua kwenda Kigali. Sasa wakina Nanga ni njaa. Wakina Nanga hao ni siasa ya huyo Joseph Kabila. Ambapo anajifanya ujanja. Tshisekedi ni mjanja zaidi kuwashindia. Wameangusha kipindi cha jibini mdomoni. Jamaa akachukua kipindi cha jibini. Usijue kipindi cha jibini letu. Wewe kaeni huko. Wakitafuta kusijue kumkaba nini. Jamaa amedebulone system. Alafu jamaa amedebulone system. Nilikuwa sijui kwamba kumbe Moise Katumbi naye pia yupo kwenye msafara wa M23.
Wako wengi, si watu wanatumu zote wanakula hao. Huyo ni hakuna matata track. Huyo Moise Katumbi ni mtu ambaye ana mali nyingi, ana pesa nyingi, kafidia nyingi Kongo. Alafu nimesikia kwamba eti ameonga sana. Nimesikia eti Moise Katumbi ameonga sana ama Marekani. Kitu ambacho kimenishangaza kusikia kwamba eti Mwafrika tena Mkongomani ana uwezo wa kuonga Marekani. Eti ameonga sana Marekani hivi kwamba hivi vikao vya haya makubaliano ya madini ambayo yanaenda kufanyika na Felix Tshisekedi yasifanyiki. Hivi kweli Moise Katumbi ana hiyo nguvu kweli ya kuonga? Moise Katumbi ana pesa. Moise Katumbi mimi namfahamu, ana pesa. Moise Katumbi sio mtu wa kuchezea. Ana pesa nyingi. Alafu Moise Katumbi anamiliki madini mengi huko Lubumbashi. Yaani zile shimo za cobalt wala za copper. Unajua? Yaani ana madini mengi. Ana mali nyingi. Sasa kule washa saini ma contracts na inchi tofauti. Sasa yeye nani lazima afanye influence. Anajua kama Tshisekedi anachukua yani maziwa, anawatoa maziwa mdomoni. Hawawezi wakakubali. Dangote anachukua hela za hizo madini za Kongo. Ni lazima hizo au Wamarekani walete kampuni mpya kuja kuweka hapo achukue Jaka Mine. Unafikiria watazichukua tu kiolela? Okay. Ni lazima wakuwe na makubaliano. Kwamba jameni, Kongo unachukua hizi mine zote, mnazirudisha, mnanyang'anya madini zenu, mnachukua nini? Sasa wenyewe walichukua na contract na zingine companies. Sasa watafanyaje? Kwa hiyo so it's all about the resources. Sio kwamba Moise Katumbi anapenda Kongo sana kushindia mimi Kituta Simba Ibrahim. Sivyo. Wala kushindia wewe Elvis Ukambo Gisu kwa hapo. Sivyo. Lakini wanafia hiyo beefsteak ya Kongo. Na hiyo beefsteak ya Kongo ni lazima sisi wote tukule kwenye beefsteak ya Kongo. Kongo haikuzaliwa kwa ajili ya Moise Katumbi, wala kwa ajili ya Joseph Kabila, wala kwa ajili ya Wanyamulenge, wala kwa ajili ya mtu fulani, hamna. Wala kwa ajili ya Kagame. No. Congo is kwa ajili ya Felix Tshisekedi. No, even for Felix Tshisekedi, no. Congo is for Congolese people, and we have to share all. We have to be able to share, to sit down and share the cake, all of us. Kwa hiyo, and lakini sasa Felix Tshisekedi yeye anataka Congo, Wakongomani wakuwe na ownership for Congo. Congo for Congo is first. Country first. Hata Trump sasa hizi hapa anasema American first. Make American great again, MAGA. Wao ujue kama American great again ni nationalism. Sasa hapo hivyo ninavyokuelewa maana yake huyu mmoja yupo busy kwa ajili ya kupiganisha kwamba contract zifanyike, kwa sababu anajua huyu mmoja ataharibu pesa, kwa sababu huyu mwingine yani iko hivi kwamba Moise Katumbi, mimi ninavyoelewa, ndio sana nataka unisikie maoni yako. Moise Katumbi anakataa kwamba bana okay, Felix Tshisekedi asiingie kwenye makubaliano kwa maana akipata pesa zitamzuzua sana, sasa kiasi kwamba atakuwa anasafiri sio tena kwenye hii dunia, badala yake atakuwa anaenda kwenye Mars, Jupiter, Moon. Maana hata katika hali ambayo tulikuwa na umaskini alisafiri dunia nzima. Mimi namsupport sana huyo Felix Tshisekedi kusafiri dunia mzima. Okay. Unajua Kongo ilikuwa imetegwa. Kongo kwenye international map ilikuwa haipo tena. Kampuni zikija Kongo, wa investors wakija Kongo, walikuwa hawapiti Kinshasa. Walikuwa wanapitia Rwanda kudiscuss na Rwanda, alafu Rwanda ndio nawaambia mkuje mkafungue madini Kongo. Okay. Yaani Kongo yani nchi ya kwanza kwa kuproduce gold Africa wala East Africa, wala kuproduce hiyo tantalum coltan ni Rwanda. Ambapo Rwanda haina hiyo coltan. Na hizo gold haina, Rwanda doesn't produce that. Lakini yeye wao ndio wa kwanza kuproduce hizo madini. The minerals. What does it tell you? Yaani Kongo ilikuwa haipo tena. Sasa Tshisekedi yeye kamaliza viato vyake kasafiri ili kwenda kuexpose ujanja wa Rwanda, na umelipa. Kama leo Rwanda inakuwa nawekewa vikwazo, nilikwambia kwamba Rwanda ilikuwa inajiconsider kwamba they are the darling of the West, yani watoto wapendwa wa wazungu. Lakini saa hizi 9 imegeuka 6.
Kagame saizi maisha yanakuwa magumu Rwanda. Rwanda is shrinking. Ujanja Tshisekedi kaumaliza. Sasa hizo safari za Tshisekedi si zimeleta matunda. Anyway, let me get back to the subject. Yani ukisikia hao kina Moise Katumbi, hao wote ni watu ambao wanakula mali za Kongo, wanahiba Kongo, wanaenda kuuza South Africa, wanachukua pesa zao, wanachezea New York Kamali, wanakuja kuchezea huko New York na unajua Miami and all these other places, while Congolese people are suffering. Watoto wa Kongo wanaumia. And that's what Tshisekedi hataki. Rais Tshisekedi hataki hivyo. Rais Tshisekedi anataka arudishe inchi kwa watoto wa inchi, lakini hawataki kumpatishia hiyo opportunity. Sasa unataka afanyaje? Amekuja kwenye Marekani, come over to the table, let's do 50-50, alafu tujenge inchi. What's the problem? Unajua Marekani imejenga Japan, Marekani hii imejenga China, Marekani hii imejenga South Korea, Marekani hii imejenga Taiwan, Marekani hii kuna nchi Marekani imejenga. Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, zote ni nchi Marekani anachukua 1% huko. Kwa hiyo unataka kuniambia vino vya madini yote ya Kongo vinamilikiwa na watu binafsi wakiwemo wakina Moise Katumbi na kadhalika? Of course man. Of course. What do you think? Ndo katiba ya Kongo inazungumza au ni nini ndo? Hiyo katiba, unajua Kongo ilikuwa katika Faransa tunasema la loi la plus forte est toujours la meilleure. Unajua mtu ambaye anakuzidia nguvu anakuwa kama vile anakumiliki. Unajua sasa hao jamaa wametumiliki. Wameiba Kongo for long time. Wameharibu Kongo for long time. Hawana huruma ya Wakongomani. Kongo ni nchi ambapo inakosa maji, inakosa mabarabara, inakosa this and that. Na that's what Tshisekedi anasema kwamba no, this has to stop. We are so lucky to have this guy on top of that country. Lakini pia pamoja na hayo ana mapungufu. Na mapungufu yake kwenye corruption. The country hawezi kurule country na corruptions. So sisi tunamweleza Tshisekedi kwamba wewe uko rais mzuri, lakini unabidi ujirekebishe. Ni mtoto wa nchi amesema sawa, hamna tatizo. Yes. Nitajirekebisha, nitakataza hizo corruption and all this stuff, lakini the bigger picture right now ni aggression. Tukistop aggression, if we quench the aggression, yani tukistop aggression, yani tutakuwa na fursa kukana Wakongomani chini, tuanze tena kujenga nchi kinagaubaga vizuri, ili kila mtu ajiretrouve, yani kila mtu ajitambue. Ili kila Mkongomani akuwe na mkate na bara kwenye table. We gotta do that. It's a lot of work, but we can't do it wakati kuna hao wengine wa aggressors wanakuja kutusumbua. We can't do that. And right now jamaa amepigana hadi mpaka kapata Uncle Sam akamshika kwenye ndevu. Ndio tukae chini tukule pamoja. Sasa shida Tshisekedi kwa kwa nini Mkongomani asipigie Tshisekedi mikono sasa? Okay. Mtu ambaye alikuwa kutusumbua ni hao wazungu huku, tusifichane. Unless you eat with them on the same table. Lakini Wakongomani walikuwa kikataa kula na wazungu. Sasa wazungu wakaenda Rwanda, wakaimpose Rwanda. Wewe Rwanda kuja kutuchukulia hayo madini ya Kongo. Sasa Wakongomani leo wameamka wakasema tulikuwa tukifanya makosa. Basi wewe Uncle Sam njoo tukakule pamoja. What's the problem? Where is the problem? Sio kama Kagame analia. Kagame sasa anaongea lugha nyingi. Kagame anasema Wanyarwanda tufunge mikaba. Yes. Anasema anaanza kwanza kusikia Kagame analia, yani it's very pitiful. Yani sisi wengine tunasikia yani roho inatuuma kwa sababu we want to elevate Africa. Sisi wengine tunapigania uhuru ya Africa. It's not just about Congo. Congo ikisimama, Afrika itasimama. Sio hiyo ujanja una make sure that Congo na mdoko wa nini you go on the back side. No man, that's not the politics. Come on. Anyway, mimi nataka kusema kwamba Wakongomani wamesimama na Kongo ikisimama, wa Afrika nzima itasimama. Kwa kifupi, banake bado kazi mnayo ni nyingi sana. Baada ya vita miaka 7 ambayo Tshisekedi ameitawala, yote imekuwa ni kwa ajili tu ya kutaka kutengeneza diplomacy, lakini rushwa bado ipo na utawala wake unaenda kuisha ndani ya miaka 3. Ni matarajio kwamba ataacha mtu mwingine afuatie, hivi kwamba asije akaanza kutugeuzia vya kugeuza na wakati
viongozi ambao wana nia ya kufanya maendeleo mazuri sana katika Kongo, sio mwenyewe tu. Ndugu yangu, hiyo mimi najua kwamba mimi mwenyewe hapa kisi niko la kueleza hapa, ninajiandaa katika siku zitakuja ili tuende tukatetee Kongo. Nisisemee hapa Marekani, lakini nitakuwa nasemea Kongo, na contribution yangu itaonekana huko Kongo. Na huwa inaonekana Kongo. Lakini unajua Kagame kakaa hapa madarakani miaka ngapi? Si miaka nafikiri 30 sasa. Labda wewe ulikuwa bado hujazaliwa. Kagame alikuwa na miaka michache tu. Kagame tayari yeye rais. Nani kamweleza kwa nini hawamweleze Kagame atoke? Tshisekedi amesema kwamba mimi nitatoka madarakani wakati nikihakikisha kwamba Kagame pia anatoka. Tshisekedi amesema hivyo. Siku Kagame akiondoka leo, Tshisekedi ataondoka. Lakini wakati Kagame yuko hapo na ujanja wake, ni lazima tumatch. Yes. Unanielewa hapo? Ni lazima tumatch ujanja wake, kwa sababu Tshisekedi alishakuwa na profile ya kupigana na huyo Kagame. Kidiplomasia. Tshisekedi sisi tunataka tumpatie nguvu tu. Tumweleze mzee, wewe umefanya diplomacy, lakini acha sisi sasa tukusukumie hiyo hizo ma corruption na nini tuzimalize. Sisi wamoja tutazimaliza. Na kuhakikishia kwamba new generations of Congolese youth and the young people, they don't want that nonsense from his government. Kama tunapatia chance, kama tunapatia Tshisekedi chance, ni kusema kwamba ashakuwa amejenga profile ya kupigana na Kagame na kurudisha nchi mkono wa Kongomani. Kwa sababu Congolese do not have a country anymore. Kwa hiyo kupitia hivyo unakubaliana kwamba ikibidi muda wake ikifika muda wake wa kustaafu ambao tunajua ni miaka 3 iliyobakia, inabidi apishe hivi kwamba waache wengine sasa kwamba waendeleze pale ambako wameishia. Unajua sasa hao sisi wa Kongomani wa Tshisekedi ni wengi. Congolese have a lot of we have capacities. Unajua tuko na capacity nyingi sana zinaweza tukaongoza Kongo. Hapa kuna tatizo. Na Tshisekedi iko mtu ambaye anajua is a certain homme integre, yani ni mtu ambapo yani iko more civilized Tshisekedi. Hawezi akangangania madaraka kama vile uuni wa Kagame. Unajua Kagame ni muuni, to be honest. Let's call a spade a spade. Hizo Waingereza wanasema hivyo. Let's call a spade a spade. Kagame is a criminal, is a political criminal. Katika maana gani? Yaani sasa mtu unakaa kwenye madaraka na nyanyasa wanakaa miaka 30. Wananchi wenyewe walalamiki. Sasa ninyi kwa nini mnapenda kuwalalamikia na kati ya mwisho ronda? Utalalamika vipi wakati uko dictatorship? Tena utalalamika. Hata waliopo nje walalamiki. Akijaribu kulalamika na huwa. Hata waliopo nje walalamiki. Sasa Kagera huyo Mwayali waga ni rafiki yake Kayumbo akaua South Africa, alimuua kwa nini? Kwa nini alimuua? Kwa hiyo hata ukiwa hata upo nje ya kama amejifanya kama na mkono mrefu anaweza kukufikia sehemu zote na kuua. Watu wote ulikuwa ukisema jina la Kagame. Si watu walikuwa wakifikiria kama Kagame ananyambaga mavi ya moto. Tshisekedi kamweka wazi yani Kagame huwa akilala tu anakuwa anaota Tshisekedi yani. Yani kuna binadamu wengine kuna muda wanajisahau kwamba bado ni binadamu inaonekana. Imagine man, come on. This guy has been so polluting the whole Africans man. Amerudisha Afrika nyuma sana. Unajua kwa hiyo ujanja. Watu wanasifu kwamba amejenga kwake. Rwanda haikujengwa ndugu yangu. Rwanda ametengeneza kidogo Kigali, lakini ukienda in the rural areas like ukienda Bugarama huko kote yani it's just a mess. Rwanda is a poor country man. Hauwezi kuishi ujenge nchi yako kwa asili ya kupewa kuombaomba misaada kulialia kila siku na kutumia misaada. Sasa misaada imefungwa saizi. Na mwisho siku amekuja kwamba fungeni mikanda. Fungeni mikanda. Sasa utakuwa rais gani? You gotta build your economy within the country man. Na kwanza huyo Kagame alikuwa mjanja sana, angalijiweka ngambo ya Kongo, akuwa hata province ya Kongo basi. Ingalikuwa ni vizuri zaidi. Kulikuwa kujifanya ujanja hivyo. Anyway, it's our neighbor. Wakongomani wao wanapenda Rwanda sana. Wakongomani wanapenda wa neighbors sana. They have Congolese people have no problem for all the surroundings. Lakini hizo politics za kuleta yani unyanyasaji, all cleverness and all this other stuff is gonna end. Na Kagame anajua is getting at the end. And I believe Rwanda wako na interest ya kuona Kongo imesimama
ili yani wakuwa wanakuja Kongo kucheza ndombolo. Unajua kisi wanapenda ndombolo. Unajua Wanyarwanda wanapenda sana Wakongomani na wanaipenda sana Kongo. Yani ingalikuwa vizuri angeuza hata jina ya Rwanda, wasikuwa wanaita basi Rwanda, wakuwa wanaita basi hata Kongo basi. Kwa sababu wanaipenda Kongo sana hadi ya kuwa hawapati hata usingizi Rwanda. Yes. So I urge them to, and I'm very proud of that. You know, I'm very proud. Anyone, kila mtu wote akijita Mkongomani, I'm proud of that. I'm very proud of that. But you have to earn it. Ni kama vile Marekani saizi. Unajua Trump anasema nini hapa Marekani? No. Atakuwa anauza, ukitaka kuwa mraia wa Marekani uko na 5 million, you are entitled to become an American. Unaanza kupewa ile golden nationality, yani golden card ya wewe kuwa kupata uraia. 5 million kwa kuwa Marekani. Na sisi nao Kongo tutakuwa tunaiuza hivyo hivyo. Hata kama tutaweka 5 million, tutakuwa tunaweka hata 1 million. Tutapata watu wengi. Yeah. Tutapata watu wengi. So usikuwa na wasiwasi, everything will be okay very soon. Mimi ni kushukuru sana my brother kwa muda wako mzuri sana ambao umetupatia siku ya leo. Manaki nafikiri kwamba kupitia maelezo ya leo watu tumeelewa kiundani zaidi kuhusiana na hii safari ya Doha ambayo Felix Tshisekedi pamoja na Kagame wameenda huko. Wote wameonekana watulivu sana licha kwa mmoja wao alionekana kwamba yupo ana maneno makali zidi ya mwenzake. Lakini nimeona kwamba wamefika pale wamepongezana. Tshisekedi Kagame amempongeza Felix Tshisekedi na Tshisekedi naye pia amemfurahia mwenzie. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilishangaa sana kukiona. Na kwa kufurahisha pia, unajua wakati walikuwa akiongea Doha, niko 100% sure Kagame mwambia Tshisekedi, you are really man. I never thought you're gonna be so stiff on me until this point. Unajua, yani Kagame alikuwa akimwambia Tshisekedi, yani jamaa huko mwanaume bwana, umenifikisha mwisho. Nilikuwa nafikiria kwamba huko simple hivi, kumbe wewe ni shupavu bwana. So anyway, in politics everything alisema kwamba eti akikutana naye atamwambia kwamba bana, I wish you were not the president of that beautiful country Congo. Ndo na akasema kwamba eti atamwambia in personal. Sasa wewe umesema kwamba eti bana amemwambia kwamba eti bana you are a real man. Sasa hapo unaona ni vitu viwili tofauti kabisa. Sisi tunaamini kwamba alienda kumwambia kwamba bana natamani wewe usingekuwa rais wa Kongo. Oh no. Kagame saizi is on his knees man. Kagame anataka amani saizi. Anajua kwamba maisha Rwanda yatakuwa mabaya, kila mtu amemchukia. Kagame mwenyewe amesema kwamba Tshisekedi umeniweka wazi. Tshisekedi is not a good man. Ameenda everywhere, ameniweka wazi huko. Now I have nowhere to shield my face. You know, I can't shield my face anywhere. You know, kama Tshisekedi amempent, amemtoa wazi, yani amemtumbua. Unajua? Kagame katumbuliwa. Unajua? Yeah, it's very funny man, this guy. Anyway, asante sana. I hope wasikilizaji wetu wata appreciate the truth about whatever I'm telling them right now. And I hope anyone who wants to get in touch with me, they can always contact me. I can always, talk to them about Congolese politics, African politics, and beyond, and beyond. In any language they want. Because usisahau kwamba wanaongea lugha karibuni 10. So I can give you the interview in almost 10 languages. Asante sana brother. Mimi nikushukuru sana na nafikiri inasema kipindi cha Swaumu, si ndio mpo saizi kipindi cha Swaumu Yeah, sisi wengine tu kwenye Swaumu saizi, yani tumetulia yani. Yeah. Asante sana brother, muwe na Swaumu njema na tunashukuru sana kutupatia muda huu, kwa sababu unajua mnapokuwa kwenye kipindi kile mara nyingi mnakuwa ni ngumu sana kuwapateni. Anytime Red Pro. Asante sana kwa kazi unafanya pia. I wish you all the best. Asante sana Thank brother. Jioni njema huko. Usijali. Naam. Ni my brother Kituta Asimba Ibrahim ambaye tumepata nafasi ya kuongea naye vitu vingi sana ambavyo mmevisikia. Huo ndo ulikuwa ni uchambuzi ambao niliona kwamba nikulete nao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Nikusii tena nikukumbushe kwamba Red Pro Media ipo hapa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule ambaye simjui na kwa yule ambaye namjua. Sote tunapokutana hapa mwisho siku tunajuana na tunakuwa familia moja. Toa comment.
na kuomba hata kama inawezekana usilike hii video, labda usipendezwe na kile ambacho kimezungumzwa, please usidislike. Usibonyeze pale ambako wewe bana like na ni dislike. Reason why ni kwa sababu YouTube mara nyingi wanakuwa wanatutumia notification pale ambako labda unakuwa na dislike, wanatumia notification na kutuambia kwamba bana una upload vitu ambavyo sio vizuri. Unaona, na hiyo sio kitu kizuri. Najua inawezekana usipendezwe na madai, basi andika kwenye comment pale, uandike kwa nini hujapendezwa, lakini kusemea kulike, please usidislike. Ikibidi like tu alafu ndio sauje uandike kwenye comment huko kwamba bana nini ambacho hujafurahishwa nacho. Au kama basi utaona kwamba bana haikufurahishi, basi usi like hata kulike, lakini pia usidislike. Yani ni uwe na option ya kutokulike lakini sio wa kudislike. Dislike inatuumiza tafadhali. Inatukatisha moyo kwamba tusiendelee kujikaza kama hivi. Unajua na sisi pia tunapenda tuwe kama watu wengine wale ambao wameshakuwa big, media zimeshakuwa kubwa na subscribers wengi. Ndio kwa maana tunakuhitaji, na tunapozungumza hivi ni kwa lengo la kusema kwamba we need you. Hapa majuzi nimekuwa nikizungumza kwamba unajua sisi tunakuhitaji zaidi hata jinsi wewe mwenyewe unavyojihitaji. Na ndio kweli tunakuhitaji sana zaidi ya jinsi hata unavyojihitaji. Kwa hiyo please subscribe Red Pro Media. Share na watu, Mama Victoire. Tupate nafasi ya share na watu hivyo tupate nafasi ya kujadili. Asante sana kwa muda wako, na naitwa Boss Elvis.